Jeshi la Marekani limethibitisha kuwa watu 6 wamefariki baada ya ndege ya mafuta kuanguka magharibi mwa Iraq. Ndege hiyo ilikuwa aina ya KC-135 kama hiyo hapo, iliyotumika kujaza mafuta kwenye ndege zingine zikiwa angani. Maafisa wanasema ndege 2 zilihusika katika kile ilichokielezea kama tukio la angani ambalo halikusababishwa na mashambulizi ya adui wala rafiki. Ndege ya pili ilitoa salama. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema Marekani imeangamiza wanajeshi wa utawala wa Iran wenye msimamo mkali kwa njia ambayo dunia haijawahi kuiona. Hegseth anasema kuwa jeshi la Iran limedhoofishwa kwa sababu jeshi la anga la Marekani na Israel haliwezi kushindwa na mashirika yake ya kijasusi yanazidi kuboreshwa zaidi. Vilevile amesema kiongozi mkuu mpya wa Iran Mujtaba Khamenei yuko mafichoni na huenda ikawa amejeruhiwa vibaya. Tuko katika mpango wa kushinda, kuharibu na kuzima uwezo wao wote wa kijeshi kwa kasi ambayo dunia haijawahi kuona. Lakini si kwamba Iran haina jeshi la anga linalofanya kazi, au kwamba jeshi lao lote la wanamaji liko chini kabisa ya Guba, au eti kwamba makombora yao yanapungua kila siku. Muhimu zaidi ni kuwa hawana uwezo wa kuunda jeshi tena. Hilo ndilo jambo muhimu zaidi ambalo ningependa kusisitiza hii leo. Hivi karibuni majeshi yote ya ulinzi ya Iran yataangamizwa. Iran ilitekeleza msururu wa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora dhidi ya mataifa jirani yenye kambi za kijeshi za Marekani. Kulingana na vyombo vya habari vya serikali nchini Oman, watu 2 waliuawa na vifusi baada ya ndege zisizo na rubani kuanguka. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia nayo imesema vikosi vyake vilizuia ndege kadhaa zisizo na rubani. Huko Dubai, mamlaka imesema vifusi kutoka kwa shambulio lililozuiwa viligonga jengo katika wilaya ya Kati, huku moshi ukionekana ukipanda juu katika jiji hilo. Vikosi vya ulinzi vya anga vya NATO mashariki mwa Mediterranean vimedungua kombora la 3 la kibalistiki lililorushwa kutoka Iran kuelekea Uturuki. Awali kulikuwa na ripoti za ving'ora kulia katika kambi ya anga ya Incirlik kusini mwa Uturuki, ambacho ni kituo muhimu cha NATO mahali palipo na vikosi vya Marekani. Israel pia iliongeza operesheni zake dhidi ya mshirika wa Iran Hezbollah nchini Lebanon. Kwa upande mwingine, kundi hilo linaloungwa mkono na Iran limeendelea kurusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea Israel na kuwajeruhi watu kadhaa kaskazini mwa taifa hilo. Mjini Jerusalem kulikuwa na ving'ora usiku kucha katika maeneo mengi. Mamlaka ya Lebanon imesema kufikia sasa zaidi ya watu 680 wameuawa. Tangu mzozo huo ulipoanza karibu wiki 2 zilizopita, kama anavyoarifu Wire Davis katika ripoti inayowasilishwa na Ron Clifford. Saa 3 asubuhi na vitengo vya ulinzi vya raia vya Nabati vinajibu shambulizi la kwanza la angani siku hiyo. Ni jengo la makazi lililo juu ya maduka. Israel haikusema kwa nini jengo hilo lililengwa, lakini hili ni shambulio la kwanza kati ya mengi ambayo timu hii itaitwa kuyashughulikia hii leo. Tunajua kufanya kazi chini ya mazingira haya ni hatari, lakini tunawajibika kwa maisha ya watu. Sisi ni mtandao wa usalama kwa raia. Hawa ni watu wetu na jamii yetu, na lazima tuwe tayari kuwasaidia. Mitaa ya Nabati haina watu kabisa na hakuna shughuli hapa. Kabla ya Alhamisi, mji huu ulikuwa nje ya eneo la Israel la kutoruhusiwa kuingia, lakini karibu kila mtu ameondoka. Eneo hili sasa linashambuliwa mfululizo kwa mabomu ya angani. Na katika hospitali ya Nabi Berri mjini humu, wafanyikazi waliochoka wanalala hapa hospitalini wakiwa tayari kupokea watu waliokufa, majeruhi na wale waliofiwa. Ni huzuni ya baba asiyeweza kufarijika. Mwili wa mwanawe ulikuwa umezikwa kwa siku kadhaa baada ya shambulizi la angani la Israel. Ana hasira na serikali, ana hasira na kila mtu. Wafanyikazi wanamsikitikia kimya kimya, lakini hii ni hadithi iliyozoeleka. Ni mashambulizi makali na yenye nguvu sana kila usiku. Sijui niseme nini. Tumechoka sana.
Tunasubiri hapa nje ya hospitali na unaweza kusikia sauti ya ndege za kivita za Israel angani juu yetu. Wanangojea mashambulizi ya angani hapa, na bila shaka mashambulizi yanapotokea, magari ya wagonjwa huingia kwa kasi. Tulikuwa karibu kuondoka siku ikiisha, na mara kukatokea milipuko mingine miwili mikubwa. Shambulio moja limepiga kijiji hiki kilicho pembezoni mwa Nabatie, nasi tuko karibu kabisa na hospitali. Lingine liko upande ule kuelekea kusini kwangu. Sasa kulikuwa na onyo la jumla la kuhama lililotolewa na jeshi la Israel IDF kabla ya mashambulizi haya, lakini halikuwa na maelezo mahususi. Bila shaka tuko eneo la kaskazini mwa eneo la uhamishaji lililowekwa na Israel, lakini ukali na nguvu ya mashambulizi haya ya anga ya Israel ni kubwa kiasi kwamba maeneo mengi sasa hayana watu kabisa, na hatari ya kubaki hapa ni kubwa. Lakini si kila mtu ana uwezo au yuko tayari kuondoka. Timu yetu inampata Entisar Yassin katika nyumba yake katika ghorofa ya 4 akiwa ameganda kwa hofu kwenye kiti chake cha magurudumu. Anasita kuondoka kwenye nyumba yake iliyoharibiwa na bomu. Anatolewa kwa uangalifu kupitia vifusi na kupelekwa hospitalini kwenye usalama wa kiasi. Niliogopa sana shambulio lilipotokea. Nimekuwa nikiishi kwa hofu na taharuki, na moyo wangu unaendelea kudunda kwa kasi. Wengine waliobaki kwa hakika sasa watalazimika kuondoka huku operesheni ya Israel ikishika kasi. Madaktari na maafisa wa ulinzi wa kiraia hapa wanasisitiza kuwa wao watabaki. Na nchini Tanzania, ndege iliyobeba wanafunzi 7 raia wa Tanzania ambao walikuwa wanasoma nchini Iran kwa miaka kadhaa imewasili nchini humo mapema leo. Mipango ya kuwaondoa Iran ilipangwa na balozi wa Tanzania nchini Iran kama sehemu ya jitihada za serikali kuhakikisha usalama wa raia wake kufuatia ongezeko la mapigano yanayotishia usalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Wanafunzi hao walipokewa na maafisa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki pamoja na familia zao katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Mataifa mengine ya Afrika kama vile Nigeria pia yametangaza mipango ya kuondoa raia wao kwa hiari nchini Iran. Na ili kupata tathmini zaidi ya mgogoro huu, tuungane mubashara na wachambuzi wetu. Ibrahim Rahbi akiwa huko Fujairah pamoja na Daktari Beatrice Kimaru akiwa Moshi, Tanzania. Rahbi na Beatrice, karibuni sana kwenye kipindi. Rahbi, nitaanza na wewe. Mapigano ya Marekani, Israel na Iran yamemaliza wiki yake ya pili mpaka sasa. Unazungumziaje nguvu ya mataifa hayo kufikia sasa? Kipi muhimu kimejitokeza? Bila shaka hali haijabadilika sana kuanzia mwanzo wa mzozo ulipotoka. Tumeona mashambulizi ya pande zote mbili. Kwa sisi ambao tuko Mashariki ya Kati tunaweza kuwa tunaiona hali kwa njia zote, ukilinganisha na wale wengine ambao wamekuwa nje ya ukanda huu. Tunaona madhara yanayoendelea kwa pande zote mbili, kwa sababu kile kilichoanza kuanzia mwanzo, vita ambayo imekusanya zaidi ya nchi 10, haijabadilika kwa njia yoyote, na nchi zote karibu zinashiriki kwenye vita. Nchi kama UAE bado mambo yamesimama. Tunaona Lebanoni hali sio nzuri, lakini tumeona kama kule Iraki pamoja na Qatar pamoja na nchi zingine hali imekuwa hivyo hivyo kwa kipindi hiki. Kwa hiyo naweza nikasema kuwa hali sio nzuri kwa pande zote mbili. Naam. Beatrice Kimaru, tumeshuhudia bei ya mafuta ikipanda halafu ikashuka na kupanda tena. Unalizungumziaje hili katika masuala ya kiuchumi? Asante. Ninaweza kuzungumzia kama mshtuko wa kisaikolojia wa soko ambao unatokana na vita vinavyoendelea kule Mashariki ya Kati. Kwa nini? Kwa sababu 20% ya mafuta duniani yanapita katika mlango wa bahari wa Strait of Hormuz. Kwa hiyo ndio maana unashuhudia bei zikifanya kile tunachoita price volatility, kwamba kuna kupanda, kunakuwa na kushuka kidogo, alafu zinapanda tena. Kwa hiyo kwa ujumla soko linaangalia kila taarifa ya vita
kila hatua ya kisiasa na kila tangazo la akiba ya mafuta yanayoendelea duniani. Naam, Marekani imepunguza vikwazo vyake kwa mafuta ya Urusi. Hili unalizungumziaje? Litasaidia katika kulegeza ugumu ulioko kiuchumi? Inaweza kudhibiti pressure ya soko, lakini kama tunavyojua kwamba Urusi ni mmojawapo wa wazalishaji wakubwa sana wa mafuta duniani ambao wanazalisha zaidi ya mapipa milioni 10 kwa siku. Kwa hiyo kuruhusu mafuta yake kuingia sokoni hata kwa muda mfupi kunaweza kusaidia kuongeza kiasi cha mafuta kwenye soko, lakini ukweli utabaki pale pale kwamba hali hii peke yake haiwezi kushusha bei kama mgogoro wa Mashariki ya Kati utaendelea. Naam, Rahby, tukirudi kwako, nafikiri Rahby tumempoteza, tutaendelea na Beatrice Kimaru. Unazungumziaje hii akiba ya mafuta ambayo imeweza kutolewa angalau kufanya hali iwe kidogo ya kuangalilika? Itatosheleza mahitaji ya umma? Naweza kusema hizi ni akiba za dharura ambazo nchi ya Marekani pamoja na washirika wake 32 wameweza kutoa kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya sasa wakati wa mgogoro. Lakini takwimu zinaonyesha kabisa kwamba dunia inatumia takriban mapipa milioni 100 kwa siku, na mapipa yaliyotolewa na Marekani na washirika wake ni mapipa tu milioni 400, ambao ukiyapeleka kwenye hesabu za kawaida ni takribani yanaweza kukidhi siku zisizopungua 50. Kwa hiyo hata akiba ya mamia ya mamilioni yakitolewa na hizi nchi washirika pamoja na Marekani zitasaidia kwa muda mfupi sana, lakini haliwezi likawa suluhisho la kudumu kama mgogoro huu utaendelea kati ya Marekani pamoja na Iran. Rahby, tuzungumzie kuhusu hotuba ya Mujtaba Khamenei. Katika hotuba yake inaashiria nini kuhusu malengo ya Iran, hasa tukitizama lile swala la kufunga mlango wa bahari ya Hormuz? Hotuba yake kwanza ilikuwa ni hotuba ya kwanza kabisa ambayo Wairani wengi walitaka kufahamu kuwa anatoa mwelekeo gani. Unafahamu kuwa Mujtaba si kiongozi ambaye hata Wairani walikuwa wakimfahamu, hasa misimamo yake na alivyo. Hakuwa kiongozi maarufu sana ndani ya nchi, japo kuwa alikuwa akijulikana sana, lakini kwenye misimamo alikuwa bado watu wengi walitamani kujua nini kinaendelea. Taarifa yake ya kufunga mfereji wa Hormuz ilikuwa ni ujumbe tu ambao si tu ulikuwa unatumwa kwa Marekani na washirika au kama Israel wanaopigana, lakini ulikuwa ni ujumbe unaotumwa dunia nzima kuonyesha kuwa dunia bado itaendelea kupita kwenye janga la moto ambalo lina uchoma sa dunia, kwa sababu haiondowi kuwa mfereji wa Hormuz ni kitu muhimu sana, na haya masuala yamekuja ghafla sana. Kusema kuendelea kuwa tutakuwa tunaufunga katika kipindi ambacho hakijulikani, umeona kuwa kimesababisha bei ya mafuta kupanda kutoka kwenye kauli ya Trump kuwa vita itakwisha hivi karibuni ilishuka, lakini kauli ya Mujtaba imepandisha mafuta. Lakini alizungumza pia kuhusu majirani zake. Najua utata wa majirani, amekuwa wakishutumiwa Irani anawashambulia, lakini amezungumza kuwa tutaendelea kuzishambulia kambi za Marekani ambazo ziko kwa hao majirani, au waamue kuzifunga kambi ili wawe salama. Naam, asante sana Ibrahim Rahby, na asante kwako pia Daktari Beatrice Kimaru. Tutarejea kwenu baada ya muda usio mrefu. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC.
Karibu tena, hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Hamida Abubakar. Tunaendelea na mazungumzo yetu kuhusu vita vinavyoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati vikihusisha Marekani na Israel dhidi ya Iran. Bado tuna wachambuzi wetu Ibrahim Rahbi ambaye yuko katika mji wa Fujairah katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, pamoja na Daktari Beatrice Kimaru akiwa Moshi, Tanzania. Nianze na wewe Beatrice Kimaru, kwa mataifa ya Afrika ni ipi suluhu ya kudumu katika miaka ijayo, hasa tukiangalia mambo ya migogoro na masuala ya mafuta? Kwa Afrika, suluhu ya kudumu ni kuwa na mkakati wa muda mrefu wa usalama wa nishati. Hii inamaanisha kwamba mataifa ya Afrika yanapaswa kujenga akiba ya mafuta ya kimkakati, lakini pia kuboresha miundombinu ya kuhifadhi mafuta, hali kadhalika kuwekeza zaidi kwenye nishati mbadala, ikiwemo umeme wa jua, umeme wa maji na hata umeme wa upepo. Na nadhani hii inaweza ikawa suluhu ya muda mrefu, kwa sababu bila kuchukua hatua hizi, kila mgogoro wa kimataifa utaendelea kuathiri uchumi wa Afrika kwa namna moja ama nyingine. Kwa jinsi hali ilivyo, Rahbi, unaona kwamba huu mgogoro utaendelea hadi lini, na ni kitu gani hasa kinafaa kufanywa angalau kufika mwisho wa mapigano haya? Bila shaka kuna ishara ambazo zinatuonyesha huenda karibuni tukawaona wameketi kwenye meza, kwa sababu naona kama kauli zimebadilika kwa pande zote mbili. Awali Donald Trump alisema kuwa Iran walitaka mazungumzo, alafu Iran wakasema hawataki, baadaye akasema wanataka, wamechelewa, baadaye akasema kuwa hatuhitaji mazungumzo, lakini akasema tena wanataka, Iran wakasema hatutaki. Kwa hiyo ilikuwa ni vile, lakini ukisikia hotuba ya Trump ya juzi na alichokizungumza waziri wake wa kigeni, waziri wake wa ulinzi Peter Hegseth, na ukichukua kauli alizozitoa waziri mkuu wa Israel Netanyahu kwenye hotuba ya jana, na ukachukua hotuba ya juzi iliyotolewa na rais wa Iran Masoud Pezeshkian, utaona kama misimamo imelegea kwa pande zote mbili, na kuwa ni kama vile inatafutwa hasa ni pointi gani ambayo inaweza ikaingia. Lakini kauli ya Marekani na Israeli ilikuwa inaashiria kitu kimoja tu, kuwa huenda wamebadilisha kabisa ile ajenda yao ya regime change, kufanya mabadiliko ya urais au kufanya mabadiliko ya uongozi ndani ya Irani. Tunaona sasa hivi wanazungumza masuala mengine kuhusu kuangamiza makombora, kuhusu kuvunja uwezo wa jeshi, lakini hawazungumzi tena mabadiliko ambayo hapo awali ndio ilikuwa ajenda kubwa. Kwa hiyo sioni kama ni muda mrefu sana, inaweza tukawa mwisho wa wiki au tukaona wiki ijayo kuwa ikawa urahisi kuwaweka kwenye meza. Tunaona pia mataifa ya Afrika yameanza kusaidia kuondoa watu wao katika maeneo hayo. Unaona hii ni hatua ambayo inatosha ama kuna kitu chingine zaidi kinafaa kifanyike kuboresha hali, Rahbi? Kumekuwa na utaratibu, na hii imekuwa sio kwa Afrika peke yake. Tumeona ni nchi nyingi duniani zimeondoa raia wake katika hizi nchi, lakini nyingine pia zimezuia kabisa hata wengine kwenda, lakini nyingine zimekuwa zikifanya utaratibu kama huu ambao kwetu pia tumeufanya. Huu ni utaratibu mzuri wa kuepusha, lakini kitu kimoja ambacho pia kimesaidia zaidi ni kuwa nchi hata zilizo katika migogoro zimetoa usaidizi mzuri sana katika kuhakikisha kuwa raia ambao hawahusiki kabisa moja kwa moja na huu mgogoro wanaweza wakaondoka na kurejea kwenye familia zao au kwenye majumba yao. Kwa hiyo hii ni hatua nzuri ambayo nimeona baadhi ya nchi za Afrika zimechukua, lakini sidhani kama ni nchi zote, kwa sababu bado tumeona malalamiko ya baadhi ya nchi zingine zikionekana kama vile balozi zao zimekuwa kimya, hazijali na hazijashughulika kabisa kuwarejesha. Maanake kuna nchi zingine zina raia wachache pia, lakini kuna nchi zingine zina raia wengi na hazijafanya hivyo. Kwa hiyo kila mmoja ametimiza katika kiwango ambacho anaweza. Beatrice Kimaru, ushauri wako kwa watu binafsi hapa Afrika Mashariki kutokana na mzozo unaoendelea, wajiandae vipi kwa athari za kiuchumi? Ushauri wangu wa kiuchumi kwa wananchi wa kawaida ni kuwa makini na matumizi. Kwanza kwa kupunguza matumizi yasiyokuwa na lazima, lakini pia kupanga matumizi yao mapema, hasa ukizingatia tunaelekea kwenye sikukuu za Eid al-Fitri pamoja na Kwaresma, kwa maana ya kuwa na sikukuu hizi ambazo ni za baada ya watu kutoka kufunga. Kwa hiyo tunapaswa kupanga matumizi yetu mapema, lakini wafanyabiashara wadogo pia wanatakiwa wajue kwamba gharama za usafirishaji zitaongezeka. Kwa hiyo pia na wao wanapaswa kujipanga mapema. Hapa nataka kumaanisha kwamba risasi yote inayopigwa Mashariki ya Kati mara nyingi husikika kwenye bei ya mafuta, lakini gharama za chakula zinapanda na hata gharama za usafirishaji barani Afrika. Naam.
Asante sana Beatrice Kimaru, pia vile Ibrahim Rahbi kwa kuzungumzia hayo masuala ya Mashariki ya Kati. Tumalizie hapo mjadala wetu kwa jioni hii ya leo. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukirejea, P-Funk, mwandaji mkongwe wa muziki wa Bongo Flava nchini Tanzania, anasema Bongo Flava ya sasa imeharibiwa na ushindani wa biashara.